Upande wa pili wa historia, Mheshimiwa Rais, ukiniruhusu, nataka niseme kidogo, nilitafakari miaka 60 hii namna ambavyo Benki Kuu imenigusa mimi binafsi, na ilionekana kama kwamba kidogo nimeshiriki kwenye Benki Kuu kwa kipindi kidogo, na nimeguswa na magavana na wengine kwa kipindi kirefu. Na historia yangu na Benki Kuu pengine ilianzia kidogo kwa marehemu Gavana Ndulu. Wakati inaanzishwa TRA mwaka 1996 inaanza operations, wakati TRA ikianza kuweka mfumo wake wa uongozi, nilibahatika kuitwa katika usaili wa kuja kuwa kamishna wa kwanza wa mamlaka ya mapato upande wa Zanzibar, na leo hii nimefurahi kumuona kamishna wa mamlaka ya mapato wa sasa hivi ndugu yangu Yusuf Mwenda tunaye hapa. Lakini wakati ule kwenye panel ya usaili aliyekuwa anaongoza alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya TRA mamlaka ya mapato, ambaye wakati huo alikuwa ni Profesa Beno Ndulu. Kwa hiyo nilikwenda kwenye interview akiwepo Gavana Ndulu, wakati huo hakuwa gavana, lakini baadaye akaja akawa gavana wa Benki Kuu. Kipindi cha katikati vile vile nilibahatika kuwa mjumbe wa kamati ya kupambana na fedha haramu na masuala ya ugaidi hapa Tanzania. Na mwenyekiti wetu alikuwa bwana mmoja akiitwa Lila Mkila, ambaye baadaye alikuja kuwa naibu gavana wa Benki Kuu. Nimeambiwa naye yupo leo hapa. Nilipotoka TRA, kwa hiyo baada ya mwenyekiti wa kwanza Gavana Ndulu, mwenyekiti wa pili aliyefuata kwenye bodi ya TRA, wakati huo mimi nikiwa tayari kamishna, alikuwa Dr. Enoch Bukuku, ambaye naye yupo leo, ambaye baadaye naye alikuja kuwa naibu gavana wa Benki Kuu. Nilipotoka TRA, kulikuwa na bwana mmoja alikuwa mkuu wa chuo cha fedha kule Zanzibar, Chwaka Zifa, akiitwa Jumareli. Jumareli aliniomba niende nimsaidie kwenye kufundisha kodi kwenye chuo cha usimamizi wa fedha Zanzibar Zifa. Na nilijitolea takriban miaka 2-3 nikawa nakwenda kufundisha kodi kule. Baadaye Jumareli akaja akawa naibu gavana wa Benki Kuu. Mheshimiwa Rais, baadaye nilikuwa mjumbe kwenye tume ya pamoja ya fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali nilikuwa makamu mwenyekiti, baadaye nikaja kuwa kamishna. Na nikiwa kamishna nilikutana na ex-governors wawili wa Benki Kuu. Kwa mara ya kwanza tuliletewa kamishna mmoja marehemu Charles Nyirabu, ambaye alishakuwa gavana wa Benki Kuu, na alivyoondoka yeye akaja ex-governor mwingine marehemu Dr. Idris Rashid, naye vile vile akaja akawa kamishna kwenye tume pamoja ya fedha na tukawa pamoja. Nilikuja kuteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Fedha Zanzibar, ambako nilitumikia takriban miaka 15, na katika kipindi hicho vile vile kwa nafasi yangu hiyo iliniingiza kuja kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Benki Kuu. Nimefanya kazi na magavana watatu. Nimefanya kazi kwenye Benki Kuu na magavana watatu. Marehemu Gavana Dauli Balali, marehemu Beno Ndulu, na Gavana Profesa Luoga ambaye leo yupo hapa. Profesa Luoga tulikuja vile vile tukakutana kwenye bodi ya TRA, yeye akiwa mwenyekiti, mimi mjumbe wa bodi ya TRA. Kwa hiyo tukiwa kwenye bodi ya Benki Kuu tulifanya kazi na manaibu gavana tofauti, akiwemo Dr. Kibese yupo leo vile vile, na Dr. Kayandabila yupo, na kidogo ndugu yangu Sauda Msemo. Sauda Msemo tulikutana hazina, lakini baadaye tulikokutana Benki Kuu. Dr. Kibese, Mheshimiwa, ulituteua pamoja siku moja kwa mabalozi na ulituapisha siku moja kwa mabalozi. Yeye akienda Nairobi, mimi nikienda Beijing. Katika manaibu gavana niliokutana nao Benki Kuu vile vile alikuwemo Natu Elmamri Mwambi, Dr. Natu Mwamba. Mheshimiwa Rais, Dr. Natu Mwamba leo ni katibu mkuu fedha, mimi waziri wa fedha.
Sijui kama Benki Kuu inanifuata mimi au mimi naifuata Benki Kuu. Mheshimiwa Rais, baada ya historia hiyo niseme tu, mwaka jana mwezi wa Julai ulizindua dira yetu ya maendeleo, dira ya mwaka 2050. Ni very ambitious, tuna malengo makubwa kwa taifa letu. Wakati unaizindua ulisema ili tufanikiwe hatuwezi kuendelea kama tulivyokuwa tumejipanga kabla, business as usual. Tukitaka tufanikiwe it has to be business unusual. Na katika hili, pamoja na evolution yote ya Benki Kuu ambayo ndugu yangu Governor ameieleza, wenzetu wa Benki Kuu sasa hivi tunapaswa wajipange kwamba tunakokwenda Tanzania kwenye ukuzaji wa uchumi wake, kwenye mageuzi ya kiuchumi, yanahitaji a new central bank katika utendaji wake, katika sera zake za fedha, katika uendelezaji wa sekta ya fedha, na jukumu hilo linapaswa libebwe na Benki Kuu ya sasa tulionayo. Tumekuwa tukishirikiana nayo, wana uhuru wao. Wenzetu wa IMF wapo hapa, wasije kaondoka kadhani tumekuwa tukiingilia kwenye utendaji wake. Benki Kuu ni taasisi huru, inajitegemea, lakini tumekuwa tukishauriana nao muda mwingi, hasa wanatushauri kwenye sera za kodi, fiscal policy. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana nao waweze kutimiza wajibu wao katika roli mpya walionayo.